Mkandarasi anayejenga daraja la Muungano linalounganisha kata tatu za Likuyu, Namtumbo na Ruinga wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma ametakiwa kuhakikisha anakamilisha mradi huo kwa kiwango kinachotakiwa na ndani ya muda uliopangwa ili kurahisisha usafiri na shughuli za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Maagizo hayo yametolewa na mwakilishi wa mbunge wa jimbo la Namtumbo na waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Zuberi Homera Yasin Bonanje wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo. Amesema mradi huo ni sehemu ya jitihada za serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na mbunge Dr. Homera katika kuboresha miundombinu na kuweka mazingira rafiki kwa wananchi, ambapo amesisitiza kuwa daraja hilo linapaswa kujengwa kwa viwango vinavyokidhi ubora unaohitajika na kukamilika kwa wakati ili wananchi waweze kunufaika na huduma hiyo muhimu. Tumekutana na engineer, kwa maelekezo yake tumeona kwamba utendaji wa kazi unaendelea vizuri, lakini wameonyesha nia ya kujitahidi kadri wawezavyo ili mradi uweze kukamilika. Lakini pia hili daraja litatoa fursa kubwa kwa wananchi wa maeneo husika, kwa sababu watapata usafirishaji wa mazao kwa bei nafuu, ile hali kwa sasa wanatumia gharama kubwa sana ya kusafirisha mazao yao. Kwa hatua hizi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada kubwa anazozifanya kuleta maendeleo katika jimbo la Namtumbo, pamoja na jitihada za Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Namtumbo Dr. Juma Zuberi Homera, waziri wa Katiba na Sheria, kwa jitihada zao za dhati kabisa za kuikomboa jamii na watu wa Namtumbo. Sisi tunatoa rai kwao waongeze juhudi kadri uwezavyo, na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu waweze kukamilisha mradi huu kwa wakati. Pindi ambapo kutakuwa na hali ya hewa nzuri, basi waweze kufanya kazi hata usiku na mchana ili kufidia wakati ambao kunakuwa na madhara ya mafuriko. Kwa upande wake, mkandarasi wa mradi huo Engineer Felix wa kampuni ya Hera Construction Limited amesema ujenzi wa mradi huo unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 6 na gharama ya ujenzi huo ni zaidi ya shilingi milioni 800. Hata hivyo, amebainisha kuwepo kwa changamoto mbalimbali zikiwemo hali ya hewa ambazo wakati mwingine huathiri kasi ya utekelezaji wa mradi. Actually tumeanza mradi, bahati mbaya tu katika kipindi ambacho ni cha mvua, kwa hiyo kuna changamoto ya mafuriko. Changamoto ya sasa ni hali ya hewa, ambapo mto ambao tunajenga, mto Luegu, kuna catchment area, yani ule vyanzo vya mito ambapo ni kubwa mno kutoka na kuanzia. Kwa hiyo kupelekea kwamba kuja na maji mengi kusababisha mafuriko katika eneo la mradi, kwamba eneo lote linakuwa flooded, shimo halionekani, mto unaungana na eneo la kazi, na hata eneo la kuweka material inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndio changamoto ni hali ya hewa. Daraja litakuwa na upana wa mita 30 na lina uwezo wa kubeba maji yote, na wananchi watarajie kitu kilicho bora. Tutajenga kwa imara unaotakiwa, sababu tunafuata vipimo vinavyotakiwa na standardi zote, na material yatatestiwa, zege linatestiwa, nondo zinatestiwa, kila kitu. Nao baadhi ya wananchi akiwemo diwani wa kata ya Likuyu Seka Maganga Kasim Gunda ameshukuru serikali kwa ujenzi wa daraja hilo, wakisema utarahisisha mawasiliano na kuchochea shughuli za kiuchumi katika maeneo hayo. Nimshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa sababu yeye amekuwa ni chachu kubwa ya uwepo wa hili daraja. Awali tulianza kuungaunga kwa kujenga daraja la muda mfupi kwa kutumia miti na mbao, ambapo tulipata fedha kutoka mheshimiwa mbunge kwa mfuko wake shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya kuchana boriti, kujenga kwa mfumo ule wa kienyeji, kuungaunga hizi mbao ili tuweze kuvuka. Lakini hii ilikuwa ni hatua za mwanzo tu, jitihada za mheshimiwa mbunge. Pia alituasa kwamba tuwe wavumilivu, kwamba mengi mema yanakuja, na sasa tunaona tunakuja kupata ujenzi wa daraja ambalo ni bora na imara, ambalo litasaidia sasa kuvusha magari na vifaa vingine vya usafiri. Naitwa Bomingi Mustafa Manywele, nakaa kitongoji cha Muungano, kijiji mama Mtonya. Kupitia maisha tunaishi Luegu huko, leo tunaona mabadiliko kama haya yanakuja kupitia kivuko chetu. Tulikuwa napata shida sana, baadhi ya watu naliwa na mamba, baadhi ya watu hapa wanaanguka ovyo ovyo na mapikipiki, bali tu mausafiri mengine alikuwa yavuki. Kwa sababu gani? Kivuko hiki cha mbao kilikuwa sio cha kuvuka na barabara nani ugali au tunasema mara nyingine bajaji, ilikuwa uwezekana upo. Tulikuwa na shida sana. Tunashukuru sana kufikia hatua leo viongozi wetu wametuona kimwono mkubwa sana. Majina yanaitwa Philibert Alois Lwena, ni mwenyeji wa Namtumbo, nalimia huku ngambo Luegu.
Kwa upande wa kilimo tunalima hapa mazao tunavusha kwa shida, hasa mbaazi, soya na nini. Bila pikipiki hivi ndio wanatoza gharama kubwa sana. Hata ukienda sokoni kuuza mazao yenyewe yalikuwa yana biashara yote ile. Ni sawa na hakuna. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu. Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.